What's up my people? It's Nairobi 254 TV. I'm Kalinto the actor. Leo nimekuja hapa 64. Tunatafuta msanii mmoja very amazing, very talented. Na watu wengi mnavyojua is a DJ na bado ni CEO. Watu wana club 64, they know him. Amekuwa hapa hivi for long. Ndio tuko naye hapa. So, niaje bro? Fiti. Uko poa? Niko fiti baba. Fiti. Sawa. Karibu. Haya. Yeah, man. Okay, leo pole kwa kukuja ukiwaka. Hakuna, ni vizuri kwanza ukikuja nikiwa kazi, ndio at least ujue mbona niko hapa. Yeah. That's why nilikuwa nataka sana mkuu nikiwa kazini. Mafans wametuuliza sana, wanataka exclusive na DJ tumamwacha tukutafute wewe. Ndio mimi hapa leo. Umenipata. Tunaanza na introduction. Mimi ni DJ Brant, as you all know me. Brant the Unstoppable. Brant ametoka mbali. Alimaliza shule 2011 in Siaya. Then alitumiwa fare kuja Nairobi na brother yake mkubwa. Akakuja akachukuliwa country bus. Kwanza hiyo time watu walikuwa wanapanda gari country. Bukinya. Unajua Bukinya? Hizo. Sasa after 2011 nimekaa na bro kidogo. Tumefanya vitu mingi na yeye, amenionyesha vitu mingi. Actually yeye ndiye amenionyesha Nairobi. Siwezi spotea street ya Nairobi juu yake. Ni msanii pia anaitwa Skilo. Sio yule wa bebe, anaitwa Skilo. Sasa okay, tumepitia vitu mingi na yeye. Unajua my brother kama mnaishi. Watu pitia vitu mingi. But kabla nikuwe DJ tulikuwa tuna print batisho. Hiyo time tulikuwa mwaka gani? That is 2012. 2012, yeah. Tumeanza kuprint batisho 2012. It's like 10 years ago. Yes, 10 years ago. Mimi si mtoto by the nimekula mashida hii Nairobi. Sasa kutoka 2010 tumeprint batisho akinionyesha business ya hapa unajua tukikuja apart from that niliona hata hii matisho bado ifiki penye nataka. So ukikuja naye huko unajua story na DJ nini ilikuwa ukikuja naye main aim ilikuwa ni nini ukitoka ushago kuja naye juu huwezi kuja tu naye juu umekuja. Ndio hiyo tunaenda step by step. Mimi nilikuja ka dancer pale Taj Mall Sports Club pale rooftop. Nilikuwa napiga dance msee hiyo time kwanza. Na tunaweza wakumbuka unawajua unapiga nao dance hiyo time. Mwenye ama vijana tu mnakutanaga tu kwa happy. Alafu naona by the way jamaa na dance naweza dance kana na vibe hivyo tu. Though hiyo dancing crew yenyewe ilikuwa inaitwa haikuwa na jina, ni ile tu ya walevi. But sasa unajua hiyo time mimi nilikuwa nakunywa Stony the whole night. Nilikuwa naomba bro 200 bob. Sio ni soda. Niko na fare kutoka Doni. Hiyo time tulikuwa tunaishi Dono. Nyuma ya hiyo Equity. Sasa unamuomba so mbili ya soda mbili. Hiyo unanyonya soda mbili ukidance the whole night. Ikifika kitu around saa 9 mabonsa wanawatoa nje. Hiyo time Brown Skin ndiye alikuwa anacheza Taj Mall. Unajua DJ Brown Skin, MC Wololo. Yeah, alikuwa anatesa manze. Sasa tumeenda hivyo ikafika point yenye nimefeel like no, I need to be on my own. Nikaambia bro manze tumeishi ya kutosha pamoja. Hiyo ni 2012 tunaongelea. Hiyo ni 2012 2013. Yes. Nikaambia bro manze hata mimi pia nataka kukuwa mwanaume nikae. Siwe pia nilipata ukikaa peke yako na uko well established. Let me now do my thing alone. Actually alini support kutoka akanipiga rent. Big up to your bro, alikusaidia sana. Skilo manze. Big up Skilo. Yeah, na Don, kuna Don. The Don. Hata I think hii look ni at The Don. Look nice mbaya. Hizi kata look imeweza. Siwezi batisha. Huwa batishi by the way. The Don. Big up manze. Okay. From there nilikuwa baba. Kinyozi. Buda napiga cut. Kwanza hii yako unafaa kunitembelea siku moja kwa kambi unione. Naweza kukutengenezea look safi. Manager wako nimemnyoa, anajua mkono yangu. Kwanza time ya COVID nilikuwa napiga barber shop pale kwa ndege, kinyozi ya
alikuwa DJ best yangu anaitwa DJ Jesh. Yes. DJ Jesh. So kibele umeleta story ya COVID. Yeah. In between hizo time za COVID hizo unaongelea. But umetuleta sana mbio, umetuleta na process. Hiyo ni kitu nilikuwa naonja tu, nikwambie niko I have a long story. Unasikia? Sasa after kukua baba nimepiga baba 2014 15. Nimenyoa sana hapo kwa ndege Tasia Complex na Fedha mpaka hiyo bubbles yenye kwa hapo Fedha nimepiga kazi hapo sana. So okay, ilifika point penye nimeona like baba ni pay pesa yenye nataka, unasikia? Unaweza unafanya job lakini una feel like no, bado hajafika penye nataka. Sijui kama ushaikuwa na hiyo feeling. Yes, unapiga job yenyewe una feel like yenyewe I'm working but bado mahitaji haufiki, unasikia? Nikasema wacha niongezee mjengo. Buda niliingia mjengo day 1. Kwanza vile voma na tusingi watu. Manze nikaambiwa wewe kijana mdogo kuja, nilikuwa mdogo by the way. Nilikuwa mdogo. Mimi pia umemaintain mwili hii after nimeanza kulishwa blue ticks na wasichana. Unasikia? Sasa nimeingia mjengo day 1. Nikaambiwa hii na mwili yako wewe wacha tukuweke ubebe hizi bricks, si bricks, hizi zinaitwaje? Hizi za kujenga. Mawe ya 9. Hizo. Sasa tulikuwa tunaambiwa unabeba mbili na unapanda nayo 3rd floor. Kutoka ground floor nje unabeba mpaka 3rd floor na kubeba moja per floor ni 1 bob. Sasa ukibeba mpaka 3rd floor hiyo ni 6 bob. Hiyo na feel najua. Nikibeba 2 hiyo ni 6 bob. Sasa imagine unasema a day unataka utengeneze tao. Utabeba ngapi? Hapo unabeba ni hesabu. Kwa sababu ulikuwa unapeleka floor gani? 3rd floor. Hapo ni collect 300. Sasa niliona mabeshte wangu, unajua wale wenye wamezoea hii story. Unaonaga anaingia kando wanapiga zao sha. Nasikia amepata morali ya kubeba mawe. Jama, mimi nikimaliza trip yangu ya kwanza na teremka wako kwa trip ya 4. By the time nilifika 2nd floor kwa the 2nd trip, nilirusha hapo chini. Nililia kana narudi kwa bro, nikamwambia manze mimi nateseka. Hiyo live najua, hiyo live hata mimi nimepitia hiyo live. Nikamwambia hata prodigal sana alirudi nyumbani. Hata mimi pia nimerudi bana. Uliamua kuleta Biblia. Shida ilifanya mpaka shida manze, shida mimi nimekuwa raised in a very humble na Christian based family. Nyanyangu ni a staunch Christian, nile leader ushago. Sasa mimi hata saizi ananiulizaga huku nilifika aje, namwambia tu God anafanya mambo yake. Ni Mungu. Unajua watu pia wanasemaga Mungu akikubless usiseme ni Mungu, aonyeshe the ways. Sasa so hapa kwa location by the way tuko 64. So tulikuwa tunataka tuambie like journey yako ya 64. Juu tuko kwa location yao, unaweza kutuambia ulianza 64 when? Then besides wewe ulisema nasikia wewe ni CEO uko na nini zako na kampuni zako, then tuendelea na story. Okay. 64 nimeanza before 64 I had a club in Pipeline inaitwa Chairmans kwa kiwanja. Hapo na bas Chairmans, I think Chairmans nikiingia 2015 around October. Nilipata ka Chairmans inakufa. So I did 1 2 3 na zile maujuzi zenye nilikuwa najua. We tried to revive hiyo club paka nikawaletea reggae. DJ Sharif ndo alikuwa anawachezea reggae by the way. Ilikuwa reggae ya Sato. Then Vads, tulikuwa DJ Vads by the way, big up manze. Mkamba mfupi. Alikuwa anatuchezea, tulikuwa tunaita what Fridays. Take over Fridays, I remember. Nini hizo nini za Pipeline. Ukiziangalia hizo post za stima utaona take over Fridays za Chairmans. Bado ziko museum. So inamaanisha hiyo nini bado inaendelea? Hiyo iliisha. Club hata I think ilifungwa. Acha tu for the best itafunguka. Hiyo COVID baadaye ya tomorrow. So hiyo club nilipush. Si brag but hiyo club nilipush. Mpaka ikafika point yenye mdosi anaona kwa hii club ina run analipa DJ. So ilifika point yenye nimefika nikawaambia manze mimi ido bado haiwezi. Nafanya vitu mingi. Buda niko na nyaunyo kwangu. Nilikuwa napiga watu nyaunyo kwa hiyo nyumba ukijaribu kuwepa na bill. Pipeline ndo unapiga vizuri.
buda ukifika hapo atakwambia DJ huwa hapana, huo si mchezo, huwa atakupiga nyaunyo mbaya zara. Nimerudisha bill sasa, ili fika point yenye I feel like no, I'm doing too much for the club, but why can't I get a reward for that? Niliwaambia manze, I need more money juu nafanya mpaka job ya security. Wakaniambia no manze, haiwezi. So hiyo siku hapo ndo misunderstanding ilianzia hapo. So nikawaambia manze, mimi hisa to sioni nikiingia job. Then DJ Sharif, Baba Sauti, big up. Kuna day DJ Sharif na Baba Sauti walikuwa na event South Sea. Ilikuwa after graduation party. So niliwaambia by the way mimi siingi job juu hatujasikizana story ya payment. Nikateremka huko South Sea kwa gig, nikapiga maset zangu. Kumbe kuna kabuda fulani hapo amekaa hapo anasikiza tu anasikiza. So ile time ya mwisho, hiyo time niko na Pro 1, sijui unajua Pro 1 akaka machine kwa controller inatoshanaga hivi, wheels inatoshana na mkono yako hivi. Sasa napiga pa na mababy scratch pa naingiza gospel set kwanza, hizi za masika Mwema, Solomon Mkubwa, Mfalme wa Amani. Mzaya anasikia tu anasema huyu jamaa ako na potential. Sasa ile time like alisha feel like have fun yake, anataka kuenda, akasema no, let me go talk to this guy. Akakuja akaniambia hi, unajua DJ na maringo. Mimi naona hiyo time by the hizo picha nikuonyesha hiyo si maringo, ni venye okay hizo ikifika time ya request picha zenye niko nazo ya hiyo siku nikikuonyesha na uone saa hizi kuna a very big difference manze. Mr. Mburu big up okay. Alikuja akaniambia manze, ni vizuri watu wajuane. Nasikia nimesikia set yako, nimesikia like you have something yenye kama mtu anaweza kucoach up vizuri, you can produce something viable. Hiyo bado unajua, bado sisikii. Mimi nacheza set yangu nashinda, huyu mtu ananiambia nini? Mtu ananiambia nini? Unasikia? Sasa kitu ile catch attention yangu, aliniambia by the way, unajua mimi ndio mwenye 64 clubs in Kenya. I was like, hey, uni nani? Nisikia ulielewa 64 au ulifikia 64? No, najua 64. Hiyo time 64 ya Nakuru ilikuwa inatesa mbaya sana. Nakumbuka mabro zangu walikuwa napiga sherehe huko. Hapo ndio kagina tena. Nikageni ile 64 yenye bro alikuwa anatesa huko. Hiyo time brother yangu alikuwa anaishi Nakuru. Don alikuwa anaishi Nakuru. So nikasema ndio huyu mtu, basi nimemake it, thank you Lord. Akaniambia vizuri sana watu wa juane, nimesikia venye unacheza, naweza penda ni work na wewe. I was like wow, hata nimekosana na huko, ni Mungu alinituma. Ni Mungu amenituma huko. Tuka change contracts. Akaniambia kuja on 30th itakuwa na Sunday, kuja uone club nimefungua ingine hapa Nairobi na iko 1 week old. So ulianza na hii club 2016 around September. Nilipigia best yangu DJ Spear, nikampigia simu, ni aje Spear manze, nimepewa job ingine inaweza jipa but sina disk niko na mangoma. Unajua hii ni CBD tao. Wewe uko updated na mangoma, tafadhali nisaidia disk yako. Akacheza kama yeye akwage ni jamaa by the way. Ni bro. Tumetoka mbali na yeye. Akaniambia Brian, wewe siwezi kukunyima disk. Alikuwa na mbili, tutera zote updated. Akaniambia wewe kujia, nikaenda mpaka kwake Saika. Akaniwahi hard disk. Alikuwa na hiyo time nilikuwa nacheza Saika Tavern Local on Wednesdays. Nikaenda akaniwahi hard disk, nikakuja Sunday, nikaingia ndani. Nikaonyeshwa nyumba, sikumpata. Nilipata waitress, waiters na bartenders ndio walikuwa hapo. Na au wasichana wakuuza kwa counter wanaitwa baledi. No, barman ndio walikuwa, hakukuwa na baledi hiyo time. Ni barman. Kase alikuwa hapo. Sasa mimi nikaingia, nikapata Jay hapo pale juu kwa counter ya juu. Jay akaniambia manze, vile Jay alikuwa brand.
Jay alikuwa brand manze, nimepata kibongea mtu kwa bazu amekaa hivi kwa counter na kana sinzia. Unajua ametoka gig Nakuru na 64 Nakuru. Sasa nimepata kabazuka amekaa hivi anajaribu kuanalyze mangoma. Sijui ni superstar ama alikuwa na analyze mangoma. But nimepata msee ako hapo analyze mangoma. Sijui ni nini alikuwa anafanya. But nakumbuka alikuwa hapo kwa counter na maji na Red Bull. Unaweza guess huo ni mtu amechoka, anajaribu tu kuchukua kugain some energy. Sasa mimi nikamwambia manze, mimi nimeambiwa nikuje nicheze leo. Akaniambia ni sawa, hata ni wewe ndio nilikuwa nakungojea, ingia pale ucheze. Everything iko set, hata ngoma inacheza, we change tu to laptop uanze kucheza. Laptop pia ndio hiyo iko hapo. Nikasema basi. Hapo na zile machocha mingi zile za ma DJ mashini mama zile uchocha za uchema. Hiyo chama niko wakambezi buda huko nilikuwa nacheza na virtual DJ na desktop ta. Thanks to God I met DJ Remy na Kenny Boy. Walinifundisha Serato. DJ Sharif pia niliona Serato for the first time kwa DJ Sharif tukiwa wedding. Nikakuja hapa buda, sikuwa najua hata kuswitch earphone unafaa kuswitch iende side gani, hii nyingine uswitch iende side gani. Nikaita Jay nikamwambia manze, hii kitu unafaa kuswitch aje? Akanambia ni hapa, click hii na urudi. Hiyo time bado gig inaendelea ama ni? No, ndio nataka kama saa hizi ndio nataka kufungua kazi sasa. Hebu nifikiria sasa show imeshika bado. Unabaki hapo zile za niliambiwa niingie by 2. By 2 I was here by 2. Akanionyesha buda, waves ilikuwa inanisumbua. Unajua mimi sijaenda academy by the way. That's the funny thing. Ndio maana sijapata hiyo story ya DJ. Umeifixing tu. Okay. Ni back forward then I fast forward. DJing I think ni passion yenye nilikuwa nayo but sikuwa najua niko nayo. Nasikia. So kuna time after nimeanza kuishi na bro nilikuwa na feel like naonaga watu DJ akicheza na hii kitu inaitwa virtual DJ. So bro alibuy laptop, so mimi nilikuwa na install virtual na download mangoma YouTube na install kwa lap yake akienda job. Akirudi anakasirika, hizi ni nini umeniwekea kwa laptop? Ana uninstall. Kesho akirudi job na install tena. Anarudi tunakosana anatoa. So ilifika point paka nimeelewa sasa hii virtual DJ vizuri. Hapo ndio sasa nilikuja kupata club hiyo Chairmans. Tukakimbizana nayo nikafika 64. Chairmans ulikuwa connected? Chairmans yes, nilienda na connection. Ni connection juu mimi nilienda Mihango in Utawala. Tulienda kucheza ball nilikuwa striker by the way, namba ya Roro naweza kukupiga kompe ni venye nilihang boots. Unasikia? Sasa nilienda kucheza ball nikaona DJ na track. Nikasema that is what I like. Hii football ni venye tu sina kitu ya maana ya kufanya. Yes. That is what I want. Unasikia? Nikajitoa nikajipeleka pale nikamwambia manze hata mimi pia najua kufanya hii kitu. Kaniambia unajua sawa come. Akwa mbaya DJ Singo big up. Akaniambia goza kidogo. By the way I showed him whatever I have. Hizo picha nilipost jana juzi kwa status yangu. Watu walishinda kawa nacheka. Juu ukiangalia hizo picha na uangalie saa hizi utasema tu yenyewe ni Mungu. Fast forward kufika 64 tumekuwa na challenges. Kila place uko na mtu uko na challenges. Hata kwako mtu uko na challenges. Tumepitia by the way mpaka kuna time hiyo hard disk yenye nilipewa nianze nayo job. Buda iliibiwa kwa club bana. Hiyo ndio kitu Superstar alipita na disk yangu bwana. Nililia. But actually via alikuwa ni kijana mzuri but I paid him back. Tukasalimiana na hiyo story ilidai hivyo. Kwa sana nanga. Okay, sasa nataka tu shift kwa your brand. Like sasa let's talk about you. Sasa wewe mwenyewe story na brand ni nini? Brand nasikia wewe ni CEO. Acha tuongelee story ya CEO kwanza about your company. Niko na kampuni inaitwa Tant. Tant itself iko na branding, ina market, ina
iko na DJing school. Nasikia. Kwa branding na print matisho, hoodies, ni venye sijazibeba leo. But in the next episode naweza waonyesha. Ziko vitu mingi, hata naweza kupeleka kwa ofisi uone whatever we do. Yeah. Hata hii yako by the way, hii kazi unafaa kunipea. Next kuna director hata nini atamaliza hiyo story. Okay, sawa. Alafu yes, umesema uko na nini na hiyo tant iko na DJing school pia. So hiyo like umeemploy watu in short. Employment. Right now sija employ watu. So ma DJ wana. But niko na ma DJ wenye wanataka kuingia kwa team. So we are building a team yenye tunaweza sema like we can work together. Unasikia? So niko na ma DJ kawa 5 right now wenye naweza sema wako under tant. They're not under me. Naweza sema I'm the boss but I'm not the boss. We are all bosses. Unasikia? Juu kuna kitu yenye yule ako nayo yenye mimi sina. Unasikia? Kitu yenye uko nayo yenye mimi sina. Kama unaona saizi uko na mic na mic ni branded. Unasikia? Mimi sina mic branded. Mic yangu ni coded. Lakini unaona? Ni pole pole. Sasa okay, niko na first of all kijana anafanya kazi sana, DJ Ramsey. Kijana lali anatoa mixes Monday to Monday. Monday to Monday. Ile time unaamka unasema amepitia mikono zangu. Saizi siwezi sema yeye ni mwanafunzi. He can do it. Naweza muacha hata hapa na yeye anapata tumtafute pia tumuite. Tutamtafuta. Na by the way nitamtafuta. I'll make up amekuja hapa. Yeah. Niko na DJ Vads. DJ Vads anacheza Aston Villa Pipeline. Hiyo najua. Unajua Aston Villa? DJ Vads ndio main DJ hapo. Tuko na DJ GK Sultan. Hiyo ni usishtuke na jina, ni mloya tu kutoka Chemahoho. Ni jina tu alitafuta. Niko na DJ Seth. Kijana mwingine humble sana. Niko na DJ Justus. Yeah. That's my crew. Sawa. So another thing, niko na academy. Academy size jaiweka kwa ofisi. So nikiwa na student naifanya tu kwa nyumba. Yeah. Everything iko set kwa nyumba. Yeah. Very congrats for your time. Asante. Sasa ningetaka kujua handles zako, mtu akitaka kukubook ni nini? Red card ama red card hiyo atake inbox? Mimi siwezi kukwambia uingie inbox. Just give me a call. Tutaongea. So rates siwezi sema hapa. Rates naweza sema mimi kwa club a night nipe 30,000 for now a night. Na night ya club saizi hakuna covid, night inaanzia saa 4 saa 5 mpaka around saa 9. No, license ya club inafaa kuisha saa 9. So tuseme saa 5 mpaka saa 9. I'm good with 30k. That's why najita unstoppable. You can't stop me by the way. You can't stop me. Kwanza umenileta kwa hiyo unstoppable. You can't sunisikize. You can't stop me. Yeah. Itao I think ni mimi tu ndio nairule. Kama kuna mtu mwingine mlete. Sawa. Na town yangu. Na I'm happy nimekonka. Congrats. Asante. Hebu tuambie your handles. Okay. Facebook na jita Brand the DJ. BRYANT the THA DJ alafu in brackets the unstoppable. Hiyo ni Facebook. Mbona jina refu? Kwani wewe ni Masai? Hapana, mimi si Masai. Mimi ni Mkenya tu daima. Both raw and law abiding citizen. Yeah. Instagram ni DJ_brand. Twitter DJ_brand. YouTube DJ Brand. Okay. Yeah. Sawa. Thanks for your time manze. Asante. Big up sana. Nashukuru sana. Asante baba. So guys, as I wind up, don't forget to subscribe to our YouTube channel na make sure ring your bell for more interviews ka hizi, comedies na vitu zingine. Big up. Thanks.